Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida, amma ba'du. Baada kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia ziada za rehma bwana mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu Waislamu na hata wale ambao wasiokuwa Waislamu, kwa sababu channel yetu hii inafuatiliwa na Waislamu na hata wale ambao wasiokuwa Waislamu. Ndugu zangu, tukiwa bado na siku chache sana kufika katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, na tupo katika kuomba dua Mwenyezi Mungu atufikishe na maandalizi mbalimbali ya kujiandaa na mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na hivi ndivyo walivyofanya wema waliotangulia. Walikuwa wanajiandaa miezi 6 kabla kufika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Lakini sisi kwa vile imani zetu dhaifu, ndio maana mara nyingi ikifika Shaabani na hasa mwishoni, ndio mara nyingi tunaanza kuelezea na kukumbuka mwezi mtukufu wa Ramadhani, kinyume na wema waliotangulia. Wao walikuwa wanatazama Ramadhani na walikuwa wanajiandaa miezi 6 kabla kufika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Leo nimekuja tena baada siku ya jana kuleta swala ile ya dhuha pamoja na dua ambayo Muislamu asome katika sijida yake ya mwisho jina la Mwenyezi Mungu. Nafikiri ni video iliyopita. Baada hii tunazungumza hapa leo. Leo tumekuja na dua nyingine sasa. Hii utaisoma ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na kwa habari njema nikwambie ndugu yangu mtazamaji wangu, dua hii mimi mwenyewe binafsi nitakwenda kufanya dua hii na watu 56. Tena free of charge, wala hakuna malipo yote katika dua hiyo. Dua hii kwa nini tunakwenda kuifanya katika mwezi mtukufu wa Ramadhani? Tunaifanya hii kwa sababu mwezi wa Ramadhani ni mwezi ambao unapoingia futihat abwabul janna, milango ya pepo inakuwa iko wazi. Wa ghuliqat abwabun nar, na milango ya moto inakuwa inafungwa. Hii tafsiri yake nini? Tafsiri yake rehma za Mwenyezi Mungu zipo karibu sana na waja wake katika kipindi cha mwezi mtukufu wa Ramadhani. Sheitani anakuwa kapigwa pingu katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa hiyo ni mwezi ambao ukifanya hata jambo dogo tu la sunna, basi la hesabika jambo hilo kama umefanya vile faradhi katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Yani mtu kama alikuwa anatoa sadaka katika miezi ya kawaida, haifanani na yule ambaye katoa sadaka ndani ya mwezi wa Ramadhani. Yule ambaye alikuwa na swala za sunna katika mwezi wa Ramadhani, mwezi ya kawaida, basi haifanani thamani yake ikiwa katika mwezi wa Ramadhani. Yule ambaye aliyekuwa labda anafanya dua katika miezi mingine, basi haifanani na dua ambayo utaifanya katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa maana hiyo mimi nitafanya na watu 56. Lakini tuangalie tuelewane kitu kimoja. Katika hawa 56 kuna watu hawa 7 watakuwa ni watu maalum ambao tutakuwa nao katika dua hiyo. Tutakwambieni kwa nini utakuwa maalum. Kwa nini nifanye na watu 56? Nafanya na watu 56 kwa sababu sura tutakwenda kuitumia katika dua hii ni sura ya 56. Sura tutakwenda kuitumia katika dua hii ni sura ya 56. Hii inaitwa suratu Al-Waqi'a. Hii sura kwa maelezo ya Mtume Muhammad kwamba hii ni sura ya utajiri. Yani kwa mtu anaitaka mali, anaitaka kipato, riziki zimekuwa ngumu, maisha yamebana, Mwenyezi Mungu afungue milango ya riziki. Na hata kama unazo, maana dua hizi sio kama labda mtu ambaye hana riziki tu ambaye mambo yake magumu. Hata yule ambaye anazo, basi mara nyingi wanapendwa aongezewe zaidi. Basi dua hii ndugu yangu Muislamu inakuhusu. Hapa nitakuelekeza ili na wewe ukaifanye mwenyewe huko nyumbani kwako, lakini mimi binafsi yangu nitakuwa na watu 56 na tutaianza dua hii tangia mwezi mosi Ramadhani. Tutakuwa tunafanya kila siku usiku mpaka kutimia mwezi 26 kuamkia 27, ile siku ambayo tutakuwa na mkesha wa Lailatul Qadri. Ndio pale tutakwenda kuhitimisha dua yetu hii, watu 56 hao. Na wewe ukitaka wema katika watu 56 hao, basi utanicheki hapa
tuta comment hapo comment yako bwana Sheikh, na mimi naomba niwepo hapo. Nitakupa utaratibu wa kufanya na wewe uwepo katika grupu hilo. Itakuwa katika grupu letu la WhatsApp, kwa maana kwamba dua hii itakuwa inaendeshwa usiku tu, yani kuanzia majira baada ya tarawih, kwa maana kuanzia saa 5 usiku, saa 6 usiku tutakuwa na dua hiyo biidhnillah taala, na taratibu zake baadaye tutakuja kuelekezana. Hii dua ndugu yangu Muislamu, hii dua ni ya suratul Waqi'a. Suratul Waqi'a ina aya 96, ina aya 96. Utakachofanya katika ile sura, utakuwa unasoma aya 10 za mwanzo kuanzia Bismillahirrahmanirrahim mpaka aya 10 za mwanzo. Ukimaliza aya 10 za mwanzo pale utanyamaza. Baada kunyamaza utaomba dua hii. Utasema Allahumma aghnini bihalalika an haramika wa fadlika amman siwaka warzuqni rizqan wasi'a tayyiban mubaraka fihi ya arhamar rahimin. Ya Allahu aftah li abwaba rizqi wa farji min haythu la ahtasibu rabbi inni lima anzalta ilayya min khairi faqir. Dua hii nayo utaisoma mara 10. Kwa maana ukisoma zile aya 10 za mwanzo za suratul Waqi'a, ukimaliza kusoma aya 10 za mwanzo za suratul Waqi'a, ndio utakuja kusoma dua hii. Utasema Allahumma ighnini bihalalika an haramika wa fadlika amman siwaka warzuqni rizqan wasi'a tayyiban mubaraka fihi ya arhamar rahimin. Ya Allahu aftah li abwaba rizqi wal farji min haythu la ahtasibu. Unaisoma hiyo, alafu nasema rabbi inni lima anzalta min khairi faqir. Hii nayo utaisoma mara ngapi? Mara 7, mara 10. Ukimaliza hapo utachukua tena pale ulipoishia katika ile aya 10 kuendelea tena mbele. Ukifika aya 20 unarudi tena hapa, Allahumma aghnini bihalalika an haramika wa bifadlika amman siwak warzuqni rizqan wasi'a tayyiban mubaraka fihi ya arhamar rahimin. Allahumma aftah li abwaba rizqi wal farji min haythu la ahtasibu rabbi inni lima anzalta ilayya min khairi faqir, mpaka unafika aya ya 80. Ukifika aya ya 80 sasa kumalizia zile 10 za mwisho pale, hautasoma 10, utazimalizia aya 16 za mwisho ili kupata 96. Baada hapo utamalizia dua hii. Kazi hii utakuwa unaifanya kila siku, kwa maana hii suratul Waqi'a unaisoma mara 1 tu, sio mara 2. Unaisoma mara 1 tu hii suratul Waqi'a, lakini kila ukifika aya 10 unasoma dua hii. Baada hapo unaendelea tena, ukifika aya 20 unasoma dua hii. Baada hapo unaendelea tena, ukifika aya 30 unasoma dua hii. Baada hapo unaendelea, ukifika aya ya 40 unasoma dua hii. Ya 50 unasoma dua hii. Ya 60 unasoma dua hii. Ya 70 unasoma dua hii. Ukifika 80 unasoma dua hii. Ukifika ya 80 sasa pale utazipiga aya 16 badala ya 10 ili kumalizia kupata zile 96. Sheikh wangu, wallahi ladhim, hii ni dua ambao utaifanya mwezi wa Ramadhani. Mimi binafsi yangu nitafanya na watu 50, na wewe ukitaka nikujumuishe katika watu 50, basi utaacha comment yako hapo chini, bwana mimi naomba nijumuishwe katika dua hiyo. Utashirikishwa, nitachukua baadaye details zako, unapatikana wapi, jina lako nani, tutaliweka pale inshallah, na wewe nitakuingiza katika dua hiyo ambayo tutaianza mwezi mosi Ramadhani, tutakwenda kuhitimisha mwezi 26 kuamkia 27 katika ule mkesha wa Lailatul Qadri, tukiwa hai biidhnillah taala. Kwa hiyo utaratibu ndo huo, na hiyo nimekupa binafsi yako, hata mwenyewe unaweza kwenda kufanya biidhnillah taala. Na hii suratul Waqi'a, Mtume anasema hii ni suratul ghina, hii ni sura ya utajiri. Kwa mtu anataka mali, kwa mtu anataka kuzidishiwa, basi asome sana hii suratul Waqi'a biidhnillah taala. Kwa leo tuishi hapa. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.